Bwana, Simba Sports Club wamekuja na taarifa kuhusu 81% ya usajili wa matawi ya wanachama wa klabu yao kuwa yameingia katika mfumo mpya wa kidijitali, na hiyo inamaanisha kwamba kuna 19% imebaki. Hii 19% ni yale matawi ya mbali, matawi ambayo yako mbali zaidi, ambayo bado hayajaingia katika mfumo rasmi wa kisasa katika kusajiliwa kwao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hii 19% ya matawi yaliyobaki ni matawi ambayo inabidi na yenyewe afanye haraka yaingie katika kusajiliwa kwenye mfumo mpya mwisho wa siku. Tawi ambalo halipo katika mfumo mpya wa kusajiliwa, basi na lenyewe liweze kuingia ili zoezi la kusajiliwa kwa wanachama liweze kuanza mara moja na kadi za wanachama ziweze kutolewa mwisho wa siku. Sasa basi, kwa kuona hilo, ni nini ambacho labda kinaweza kikawa kinaendelea pengine kuanzia hapo kesho? Kitu ambacho kinaweza kikatokea ni kwamba pengine kunaweza kukatokea mambo mawili, moja kati ya mawili. Ama viongozi wa matawi wakakutana makao makuu ya Msimbazi ili kuweza kupata mafunzo ya namna ambavyo wataweza kuingia ama kuuelewa huu usajili mpya wa mfumo wa kidijitali, lakini huenda pengine pia kukawa kuna harakati za matawi kuwa katika shughuli ya kuweza kuwasajili wanachama wao katika huu mfumo mpya mwisho wa siku. Kwa hiyo huenda kukawa ni moja kati ya hayo mawili. Huenda labda viongozi wa matawi wakakutana katika makao makuu ya Msimbazi, kisha kukawa kuna mkutano probably ili waweze kupata mafunzo ya namna ambavyo wanaweza kuendea mchakato mpya wa kusajiliwa kidijitali, au kukawa kuna zoezi endelevu katika kila tawi la Simba nchi nzima kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachama wapya wanasajiliwa. Maana sasa kuna ni mwanachama mpya kwa sababu umekuwa umeingia kwenye mfumo mpya wa kusajiliwa mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinaendelea, ama hiyo ndio tafsiri ambayo unaweza kuipata kutokana na kile ambacho Simba wamekibainisha kwenye mitandao yao ya kijamii kupitia posti ambazo wameziweka kuanzia ile tarehe mpaka kile ambacho amekuja kukiweka bayana mwisho wa siku. Na lengo la Simba ni kupata wanachama hai waliosajiliwa kwa mfumo mpya wa kidijitali wasiopungua 1,000,000. Simba wako ambitious na huu mchakato wanataka kuhakikisha kwamba wanapata kila wanachokiweza kwenye huu mfumo mpya. Kila anayeweza kupatikana kama mwanachama hai anayetambulika, Simba wana haja naye sana, na ni kwa sababu wanataka kuelekea kwenye mkutano mkuu, vitu vitakapokuwa vinaamuliwa pasiwe na ile kwamba nani ni mwanachama, nani sio mwanachama, kadi yako iko wapi, vitu hivyo. Kila kitu kitakuwa kwenye mfumo wa kisasa. Aliyekuwepo anatambulika na asiyekuwepo atatambulika mwisho wa siku. Lakini lengo la Simba pia ni kuhakikisha kwamba wanaingia na nguvu kubwa kwenye dirisha kubwa la usajili linalofuata. Lengo ni kupata walau kiasi kisichopungua bilioni 10 kama sehemu ya usajili, kama sehemu ya fedha ya kuweza kuingia nayo sokoni mwisho wa siku. Na hii pesa kwa kiasi kikubwa sana, nafasi ya mwekezaji, nafasi ya tajiri ipo pale pale. Tunajua kila mwaka yana kiasi ambacho anakitoa, lakini wanachama wanatakiwa wahakikishe nao nguvu yao inakuwa ni kubwa kwenye kuhakikisha kwamba Simba inakuwa na nguvu moja kama wanavyojiita wenyewe. Inakuwa na nguvu moja uwanjani, lakini pia inakuwa na nguvu nyingine moja nje ya uwanja mwisho wa siku. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinatarajiwa bwana. Mchakato umeanza. Hiyo 81% ni matawi ambayo yameshaingia kwenye mfumo. 19% ni matawi ya mbali, matawi ya mikoa ya mbali ambayo yenyewe pia yanasubiriwa yaingie katika mfumo mpya. Kinachofuata hapo maana yake ni viongozi wa matawi kupewa elimu kuhusu namna ambavyo huu mchakato unatakiwa kwenda, au mchakato kuanza mara moja, pengine kuanzia kesho kila tawi lianze zoezi la kusajili wanachama hai katika mfumo wa kisasa.